وبلغ رسوله النبي الكريم. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران ووفقنا للإحسان. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وفهمنا منه ما قرانا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك به عنا. اللهم اشفي به مرضانا وعافي به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا وتمم به نعمك علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tuko katika kuelezea umuhimu wa kuwatenda zema wazazi wawili. Jana tulisoma aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alotuambia, wa qadha rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Tulifika hapo tukaelezea kuwa matatizo tulionayo sasa, mume kitu cha kwanza akitaka kumuoa mke huwafikiana kuwa usiishi na familia yako, na mke kitu cha kwanza sharuti amwekea mume kwamba mimi sitaki kuishi na wazee. Na huku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika kuwatenda zema, imma yablughanna indaka, wazeeke kwako, wazeeke kwako. Hii ndio mipango ya Mwenyezi Mungu aloipanga, ataka mzee wako azeeke kwako. Lakini yeo tumekuya kitu kwambia nataka freedom, nataka niwe na wewe tu mume wangu, na mume nataka niwe na wewe, na wala hatuoni freedom yao kieta natija yoyote. Nyumba ukiona na family nyingi ni vijana wawili watatu. Zamani watu walikiketi pamoja na wakipururua kweli kweli. Wewe hela kumbuka, nyumbani kwako walikiketi babako, ammi yako au mamako, khalati yako, khalati yako, khalati yako, kila mmoja na chumba kimoja, na kila mmoja unazijana kila mwaka huzaa. Hao wangeketi peke yao wangezaie. Wewe utakao freedom kila miaka mitano pangine tena, baada ya kuweta na dua ndio upatapo kijana. Sijui uhuru hono, mwataka kwenye uhuru gani? Takutembea tupu, maana kusivaliwe nguo kabisa, labda ndio uhuru wa utakao. Na ndio akapokonywa baraka. Sisi tumepokonywa baraka, wa zamani Mwenyezi Mungu aliwaekea baraka, sababu walikwenda wakaangalia kuna siri gani. Mwenyezi Mungu atuambia imma yablughanna indaka al-kibar, wazee wazeeke kwako. Huyui kwamba wewe mara nyingi waruzukiwa kwa ajili ya wazee wako? Ibn Abbas atuambia, mama akifa, mamako akifa, hulinganiwa. Sasa wewe ukaambiwa, haya sasa fanya bidii, amekufa ule ambaye kwamba kwa ajili yake tulikuwa tukikuruzuku. Mwenyezi Mungu alikusahilishia riziki kwa ajili wewe angalau na wewe muangalia mamako. Sasa hakuna tena sasa zinganga kuendelea. Kwa hiyo jitahidi sasa kutafuta. Pale ilikuwa kazi rahisi wasahilishiwa. Na ndio kaona yeo mtu apatacho hakimtoshi, sababu ataka kukigawanya mafungu, kiende kwa mama, kiende kwa baba,
kiende kwake, kiende benki. Lakini zamani kilikuwa chikienda pamoja tu. Hapo hapo ndio kuna baba, hapo hapo kuna mama, hapo hapo kuna yeye, hapo hapo kuna mke wake. Kwa hiyo siku zote tutakapokuwa kinyume na mafundisho ya Qur'ani, lazima tusumbuke, lazima tupate tabu, na hatutaki kurudi nyuma kuangalia ni kitu gani. Na kila uchapo wewe utaona wewe istimara yoyote, fomu yoyote, application yoyote ya kuoa, utaona lazima kupatikane nukta vipi kuhusu kuishi na wazee. Yani kama wazee imekuwa ndio nukta tutaftishi, roadblock kubwa na ngumu sana maisha ya ndoa ya mume na mke. Ingawa hutokea saa nyingine ikawa ni akaba min akabat, ikawa ni pingamizi, lakini si kila mzee ni pingamizi. Wako wazee hawapendi kuingilia ndoa za watoto wao, yeye na mke wake wate wao wenyewe. Kuna wazee hata ukawatenga, kila siku ukienda atakuuliza vipi mke wako, amekutuma nini, hiyo lotukua nini, mbona mpekea yeye, mbona mimi uniletei haya. Hata ukamtenga huyo, huwa bado mushkili. Hakuna manake wewe ukienda ubidi pepa bagi mwanzo yekende, hebu nizuilia, manake itapekuliwa, itafanywa research ni kila jambo. Lakini kuna wazee hakalala, na huyo mzee mzuri akiona kuna nukta dhaifu, kuna udhaifu mahala maalumu, hukuita mwanangu, hivi sivyo, yatakiwa hivi hivi hivi. Kweli mtu atakiwa amfurahishe mkewe, lakini kwa nisba kadhaa 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 kadhaa, hivi endavyo ni hatari. Lakini kuna wazee wao hata funga mato. Kwa hiyo sio mafundisho ya Uislamu tunayoishi sisi watoto wa kisasa, ni makosa sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia waqfidh lahuma janaha dhulli min arrahma. Waqfidh, inamisha ubawa wa udhalilifu. Sisi tuna mbawa, mbona Mwenyezi Mungu anena waqfidh lahuma janaha dhulli min arrahma, inamisha ubawa wa udhalilifu. Manake kawaida ubawa huwa umeinuka juu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akwambia ukiwa kwa wazee ule ubawa uweke chini, manake ile kujiona wewe ni mimi ni mheshimiwa, mimi ni bosi, mimi ni mkubwa, mimi ni ustadhi, mimi ni shekhe, mimi ni mwalimu, mimi ni kadhaa, mbele ya mzazi yote akhfid namisha huko ndiko ulikuwa. Lakini ukiwa mbele ya wazee wako sasa wewe ndio. Sayyidina al-Hasan bin Abi Talib bin Ali bin Abi Talib, Hasan mtoto wa Sayyidatuna Fatima, alipoulizwa akaambiwa, kwa nini hatukuoni wewe ukila na mamako? Kwa nini, mbona hatukuoni kupenda ule na mamako sahani moja? Asema naogopa nsije nikachukua kitu kumbe mamangu alikuwa akitamani. Unaona? Nyama hii mamangu aitamani, mimi nikaichukua mimi kwa haula. Yuogopa, hajui, lakini sasa ule uoga wake asije akala kitu ambacho kwamba mamake akitamani akawa amemkosesha mama akitamanicho, imemfanya yuogopa kula na mamake. Wewe mwanzo utakuwa tilia nyama, tia nusu safi na nusu mfupa. Ya mama nipi mfupa? Si haba mmempelekea. Watu waogopa kula na mama, ingawa mama yoyote na yeye atatamani wewe ule. Mama yoyote atatamani wewe ule, lakini la, mimi kwamba mandhari yangu, mtazamo wangu, naogopa kuivunda khatiri ya mama, kumkosesha kitamanicho mama. Kwa hiyo ni afadhali ni kila mama ale kivyake. Si kwa mimi si nalitamani sana, natamani sana niwe nalala mamangu, lakini hili ndo niloniogopea. Pia hapa tutapata kwamba kula na mama ni kula kushare, sio mama na sahani yake na wewe umekula na sahani yako, hamkula pamoja. Kula mutie pamoja kama zamani vile tulivyokuwa kufanya. Abraku taami, Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia abraku taami maitamaat alayhi alayadi,
chakula chenye baraka ni kile kinokusanyikiwa na mikono mingi. Hii bora zaidi kuliko ile ya plate. Ile ya plate ina ila moja. Kuna watu plate ataka pengine 4. Sasa ile kuonekana mekwenda kaongeza huwe, lakini ile kama mpa moja, bwana muongezee huyu uona haya, kumbe ni yeye niongezea mimi huona haya, lakini msingizia muongezee huyu uona haya. Unaona umewastiri wangapi wewe ukiweka chakula pamoja na mtu, kumkimpa kipleti ataona haya kwa kuongeza, lakini kumbe ile pleti nzima wewe sabio ni pleti yake kwake ni starter. Baba kula ni uzima, na mashallah kuna watu Mwenyezi Mungu amewajalia maana ukimwalika siku ya pili ukimwona mwambie ningekualika, lakini jamaa hawako nyumbani. Na wewe ukialikwa kwa mtu fadhali utoke ukamalizie hoteli, si ile mpaka mtu siku ya pili akafikiria kama mtu huwaza unani ghafla mmeshikwa na kitu, si ghafla mmeshikwa na kitu, huyu leo ametumwa. Kwa hiyo utaona kwamba hapa pia kuna siri ile ya kufanya nini, tukila tuleni kwa pamoja. Ni muhimu sana wewe kula na watoto wako. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lau angekuwa kila mmoja yuala kivyake hangepata hii hadithi, hatungeipata. Alimwambia Ibn Abbas, ya ghulam. Kanda hapa utaona kwamba kijana siku zote mwanangu, baby, wewe lugha utumia wewe, kama una lugha si Kiswahili, Kisomali, mtane naye mwenye ile lugha yenu, lakini tumilie tamko zuri. Ya ghulam, samillah, sipige bismillah basi, piga bismillah, wakul biyaminik, na ukila kula kwa mkono wako wa kulia, wakul mimma yalika, kula kile ambacho kiko upande wako, sio wewe uko huku nyama iko kule. Daka iliyoko huku iko huku, haiko huku si yako hiyo. Wewe linda shauri yako, kama utapata mabao 2 matatu, maana sengine ile sahani ikiwekwa, ndio kaona zamani kila mmoja huwekewa nyama upande wake ili usipeleke mikono upande mwingine. Zote zile ni taalimat. Ile kugawanyiwa, wewe ukaekewa zako 3, huyo akaekewa zake 3, wala wataki nyama mpaka malize chakula, ndio sasa kila mmoja ndio hula nyama. Ile ni taalim, mafundisho, na haya yote yametokea kusoma vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikila na watoto. Sasa haya malezi hayapatikani ikiwa kila mmoja utamtilia sinia, hujui alopiga bismillah ni upi, hujui anayekula kwa nidhamu ya mpangilio wa kula ni upi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia waqfidh lahuma janaha dhulli minar rahma, baina mishie ubao wa udhalilifu, yani kuwa mdhalilifu kwa wazee wako siku zote. Na hii ni huja kwa ajili ya nini? Minar rahma, kwa ajili ni sikitiko siku zote. Mtoto lazima wasikitikie wazazi wake, sababu wazazi walikusikitikia wewe. Na usichoke, useme kila siku waqul, na useme rabbi irhamhuma, Mola irhamhuma, warehemu, kama rabbayani saghira, kama walivyonilea mimi nikiwa mdogo. Wao wamenilea mimi nikiwa mdogo. Hapa tumesikia kwenye khutba, leo umetoka kwenye tumbo la mamako, huna nguvu yoyote. Nani alikupasulia ndia? Thumma sabila yassara, Mwenyezi Mungu akasahilisha. Siku zote umeketi, Mungu akakujalia kwenye tumbo la mamako, akajalia uso uwe kwa upande wa maungo. Nini? Usisikie harufu ya zakula. Uso umeketi upande wa maungo, usisikie harufu ya zakula. Kisha akakuwekea siwita mashiama, yani akakuwekea ghilaf, gozi mwembamba ndani yake, ili usumbuliwe. Hata kukiwa kuna ndimwi hawawezi kukudhuru wewe, ukiwa na papasi hawawezi kudhuru wewe. Utiwa mahala pako maalum. Kisha ukifika wakati wa kuzaliwa akakugeuza. Yote haya ya kufanyia nani? Allah.
ili tukumbuke uweza wake subhanahu wa ta'ala. Ukatoka tumboni akakujalia maziwa ya mamako, siku ya joto huwa baridi, siku ya baridi huwa moto, siku ya kwanza huwa tamari. Tamari ni yale maziwa ambayo kwamba hata ukiyapika hayapikiki. Hata ng'ombe siku ile mwanzo wakizaa huwa na maziwa hutoa rangi ya yellow, huitwa tamari yale Kiswahili. Maziwa yale huwa tofauti. Maana ng'ombe mwanzo akizaa siku ya kwanza, siku ya pili, mwanzo ukimkama maziwa yake huwa tofauti, kwa sababu yale maziwa yule kijana si yako wewe kunwa. Hayajawa maziwa strong, yana zitu tofauti ndani na hubadilika namna hiyo. Mwenyezi Mungu ajalie baada ya wiki yale maziwa yenyewe sio tena yale yaliokuwa kabla ya wiki. Nani yote hayafanyao? Ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kubwa, qadhafa fi qulubihim arrahma, akaptia katika nyoyo zao. Kama wale mama sitaki kunyonyesha, kama mama wengine siku hizi atuogopa kunyonyesha sababu kifua kitakuwa kikubwa. Kuna watu hawaolewa naona kifua mashallah, na ungekuwa kuna mashindano ya kuuza maziwa wangeshinda. Kwa hiyo haya maumbile, na hili ni haki ambayo kwamba wewe umemdhulumu ule kijana. Ni moja katika haki ambayo kwamba wanawake hudhulumu watoto wao, haki ya kuwasimamia katika radhaa, kuwanyonyesha. Ni makosa. Tunaona wanawake henda harusini siku za wamezaa, wakatia masponji, maziwa yatakutoka, lakini na yeye ana hamu ya harusi. Uradhi maziwa yamalizikie kwenye sponji yasimalizikie kwa mtoto, na yeye hajui kwamba kule kumsondesha mtoto ni siha kwake yeye. Wajua yule mwanamke yeye huwa humsaidia yule mtoto, lakini hajui pia kwake yeye nini ni afya. Wewe ukitaka kujua, angalia lao ule mwanamke aketi siku nzima hapati kunyonyesha, lazima ende mahala akajikamue mwenyewe atoke. Sasa Mwenyezi Mungu amekuwekea kitu cha kutoa kwa namna mzuri. Unajua ile maziwa yakinyonywa na mtoto hutofautiana na maziwa yakikamuliwa. So ule mtoto huenda kwa mpangilio na nidhamu mzuri zaidi kuliko wewe utakao kukamua. Kwa hiyo ni siha kwake, na ndio kaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia walwalidatu yurdhi'na auladahunna haulaini kamilaini dhalika liman arada an yutimma radha'a, kwamba wenye family plani watuambia lao mwanamke atanyonyesha mtoto kwa namna itakiwavyo miaka 2 hawezi kupata mimba guarantee, sababu hawezi kupata period, ile ada haimwili, lakini anyonyeshe itakiwavyo. Akinyonyesha kwa namna itakiwavyo ule mtoto amnyonyeshe haulaini kamilaini, miaka 2, dhalika liman arada an yutimma ar-radha'a. Kiwa wewe utakamilisha kunyonyesha ni miaka 2, basi miaka 2 haiwezi kupata mimba. Lakini sisi ni hayo, bana hapendi. Kuna wengine husingizia sasa usema kila nikimwandika bubu hataki, hapendi. Hakuna kijana asopenda, hakuna. Kweli sasa hivi aweza kufanya hataki, wewe muate ndaye kimshika atalikakamia, hana budi. Pili, wamegundua kwamba mtoto alionyonyeshwa na mama anataathiri zaidi kwa mamake kuliko ule ambaye hakuwahi kunyonya. Wale waliowahi kunyonya huwa mahaba ya mama, yani mama hata akamfanya jambo gani, kuna wakati lazima aketi afikirie nini, sababu lile ziwa la mama limemwathiri. Na wakati pale mama akimnyonyesha, wajua mtoto Mungu amemjalia ukimnyonyesha yeye hukuangalia wewe, muangalia yule mama. Sasa kila akimwangalia hunwa mapenzi ya ule mama. Sasa yule mtoto alionyonyeshwa na mama, mahaba ni makubwa zaidi kuliko wale watoto ambao kwamba hawakuwahi kunyonyeshwa. Na wewe angalia wa kisasa hawana hamu sana wazazi wao. Nini? Sababu wazazi wamekuwa siku hizi vijana unyonyeshwa na dano, sijui maziwa mikebe, ndo mama zao katika kunyonya. Kwa hiyo mapenzi hupungua kwa wale wazazi. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما
useme wewe Mola warehemu, yani waombee Mungu. Na hili ni jambo limekosekana sana, watu kuombea Mungu wazazi wao ni jambo limepotea, takriban talashat, limekosekana. Ni nadira kumkuta mtu ameketi ukamuuliza ufanya nini, akwambia waombea Mungu wazazi wangu miskini, Mungu awarehemu, Mungu awasamehe, Mungu. Na Mwenyezi Mungu atuambia ndani ya Qur'ani. Sasa suala, tuwaombee Mungu wakiwa hai au tuwaombee Mungu wakifa? Wahai na wakifa. Wakiwa hai waombee, ama wakifa ukiwaombea ni dalili ya kuwa wewe ni kijana mwema. Ukimwombea mzazi wako baada ya kuwa yeye ameshakufa ni alama ya kuwa wewe ni kijana mwema. Tena umuombee kila siku, sio mpaka siku hiyo usikie watu Mungu asamehe dhambi wetu, amen, wajifanya na wewe tumemwombea. Ni wakusudia, haipiti siku ndio kaona ni sunna mwenye kujibu muadhini kila siku. Ukijibu muadhini baada yake mara 5 sema rabbighfirli walwalidayya, rabbighfirli walwalidayya, rabbighfirli walwalidayya, rabbighfirli walwalidayya, rabbighfirli walwalidayya, kisha ndo warhamhum mara 5, warhamhuma kama rabbayani saghira, kila baada ya adhani. Kwa nini? Umuhimu kuonesha umuhimu wa kuwaombea wazazi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia dhambi nyingi mtu huweza akacheleweshewa malipo yake, yani Mungu akakuadhibu baadaye, ila dhambi ambayo kwamba ni kuwakosea wazazi. Mwenye kuwakosea wazazi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hangojei kumwadhibu huko, huandaa akamwadhibu hapa. Mbona fulani amewakosea wazazi Mungu hamwadhibu? Kule kuwa wewe huko na wazazi ni adhabu. Kule kuwa wewe huko na wazazi, hiyo mtu zingine kwambia mimi sikuwatizama wazazi wangu wala sikuadhibiwa. La ungeiua wewe raha ya kuwa na nani? Na wazazi wako, hungetaka kuwa mbali na wazazi? Wale wayua thamani ya wazazi mpaka yeye ukimuuliza, lao wewe ukauliza watamani urudi uketi na nani? Kwamba na wazazi wangu. Sasa ile Mwenyezi Mungu kukuweka kando na wazazi kawa wewe huwasimamii wazazi ni adhabu tosha hiyo. Mwenye akili hataki kuwa mbali na mzazi. Sasa Mungu akakuadhibu akakuweka kando na wazazi wako, hiyo ni adhabu. Lakini sisi adhabu mpaka uwe kiwete, uwe tongo, ile ni ziada ya adhabu, na pengine adhabu ile hata si adhabu. Lakini wewe kukoseshwa mahaba ya kuwapenda wazazi wako ni adhabu tosha. Kama adhabu utasikia msangine mtu akielezea kwamba kuwata swala ni ukorofi na Mwenyezi Mungu hambariki katika jambo lolote, akaona mimi si swali na kila kitu. Kule wewe kuwa huswali ni adhabu. Kule kuwa wewe uko mbali na Mola wako ni adhabu. Ni wangapi wao huomba wawe karibu na Mola wao? Wewe waona hii ni fursa? Wewe wajua kuwa karibu na rais tu ndio kwa umepata fursa, hujui kwamba kuwa karibu na Mola wako ni fursa kubwa zaidi. Fulani uko karibu na gavana ule, fulani uko karibu na mbunge ule bwana, fulani uko bwana CS sijui ndo nani, wakaonekana kwamba huyu bwana ana fursa. Lakini hakika ya fursa ni kwa wewe uko karibu zaidi na nani? Allah. Wewe jua thamani ya fursa hiyo. Sasa Mwenyezi Mungu akikuadhibu adhabu mbaya ni Mwenyezi Mungu kukukosesha nafasi ya kuwa karibu na yeye. Yataka mtu akijiona yeye uko mbali na khairi, yeye uko mbali na misikiti, yeye uko mbali na ibada, huyo ndo ajisikitikie. Wallahi huyo ndo yoishi kwenye mateso duniani kabla ya akhira. Hata kama ana gari zuri, hata kama ana nyumba nzuri, hakuna raha
ya dunia. Waambiwa kuna watu Mungu huwapa pepo hapa hapa kabla ya akhira. Ulizwa pepo aina gani? Pepo ya kumjua Mungu. Ukawewe umemjua Mola wako hapa duniani, hiyo ndio pepo. Pepo si kuwa na mavazi mazuri. Ndio yule bwana mmoja alimuelezea mwanawe akamwambia, ya bunayya laysat al-eid liman labisa al-jadid. Idi si kwa yule alovaa nguo nzuri. Sasa idi ni kwa nani? Innamal eid liman ta'atuhu tazid. Idi ni kwa yule alozidisha taa. Ule ndo afaa kunena min al-aidina. Kini kwa umevaa nguo nzuri kwaona ndio umekuwa idi. Eid min al-uwad. Eid katika zipawa za Mwenyezi Mungu. Mungu atakupa maasiya, Mungu atakupa mukhalafa. Hicho ndo kipawa Mungu humpa mja wake. Lakini kukupa kipawa Mungu kawawezi kama ile umezidisha taa. Laysa al-eid liman taba lahu al-markub wal-malbus. Laysa al-eid liman taba lahu al-malbus wal-markub. Eid si kwa yule ambaye kwamba ashapata nguo nzuri, ashapata gari zuri la kupanda kutembelea, sio Eid. Lakini Eid, innamal eid liman ghufirat lahu dhunub. Eid ni yule aliyosamehewa madhambi, huyo afaa kustahiki kuambiwa min al-aidina. Kini wewe min al-aidina ni maana min al-aidin. Wajua ile neno min al-aidin, yani sisi tuweni katika wale ambao kwamba wenye kupata zipawa za Mwenyezi Mungu. Sasa astahiki kuambiwa neno kama ule mtu ambaye kwamba ghufirat lahu dhunub, amesamehewa madhambi. Umepata msamaha Mwenyezi Mungu, wastahiki kuambiwa min al-aidin. Kini wewe uko kwenye maasi kisha uambie min al-aidina, min al-aidina gani? Basi waambie wewe unaenda kwa mwanamke min al-aidina. Aidina tena hiyo. Mafanya dhambi kisha min al-aidina. Kwa hiyo hakika ya ibada, hakika ya neema ni kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia hakuna dhambi ambazo, dhambi nyingi Mwenyezi Mungu huchelewesha yani adhabu yake mpaka siku ya akhira, illa al-uquqa. Moja katika dhambi ambazo kwamba Mwenyezi Mungu humtesa nayo ule mwenye kuwa dharau wazee wake, kuwakosea wazee, akawa yeye atatanguliza wengine kuliko wazazi wake, basi Mwenyezi Mungu humwadhibu hapa hapa duniani kabla ya akhira. Wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuna sahaba mmoja alihudhuriwa na kifo, yani alikuwa afe. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaetiwa habari kwamba kila wakimwambia sema la ilaha illa Allah hawezi kusema. Yani ule sahaba kila akiambiwa la ilaha illa Allah yuakataa. La ilaha illa Allah, wajua ukimhudhuria mtu atakakufa hufai kumwambia sema, awe sema tu la ilaha illa Allah, sio mama haya mtume wakati ule ni la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Hata humwambii Muhammad Rasulullah, haambiwi yule mwenye kufa Muhammad Rasulullah. Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illa Allah. Hakunena mtume Muhammad Rasulullah, usitie chako. Wala humwambii sema ashhadu an la, humsilimishi la ilaha illa Allah. Mtu seme tu la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Mkimsikia amesema nyamazeni, mkisikia amesema mazungumzo mengine si haba. Akianza tena ataka kukata roho, la ilaha illa Allah. Sasa yule sahaba kila akiambiwa la ilaha illa Allah, wakaja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, fulani kila tukimwambia la ilaha illa Allah hataki kusema. Akauliza wazee wake wako hai? Akaambiwa naam ya Rasulullah, ana mamake mtu mzima. Ana mamake mtu mzima. Kaambia nendani kamuulizeni, mwambie mwanao kwa nini hataki kusema la ilaha illa Allah, ana jambo gani ambao kwamba amekufanyia? Wakaenda kumuuliza, akamwambia ule mwanangu alikimtanguliza mkewe, kuandia muoe mkewe hajui kuniangalia mimi na lolote.
Kwa hiyo akimtanguliza mkewe kunishinda mimi, akimthamini mke kunishinda mimi, hakunitambua tena mimi mama, na mimi mmemtolea radhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita akamwambia basi msamehe. Akamwambia simsamehe, muate afe bila la ilaha illa Allah. Mmeniudhi kijana, mmemwea mimi, huyu mimi nilimwea ni yatima, nimemwea kwa tabu yote, kwa mashaka yote. Leo kwenda kuoa mmenisahau mimi, amekuwa hajui mtu kama mke. Roka wakasema wenyewe hakuna competition kubwa yapatikana kama mke na mama. Na mke kazi ya bure. Wajua mke huona hakuna mtu hakika weza kunipokonya huyu mume wangu mapenzi ila mamake. Wewe usipende kila ukenda kutoka kwa mama. Mke halifurahii lile mbasi tu. Ngojea mwenyewe mke akwambie vipi umekwenda kwa mama. Lakini wewe si kila ukija umechelewa, pole mke wangu natoka kwa mama. Wewe unaona wastiri, kumbe wamzidisha chuki. Wewe wafanya kwamba utaki kuonekana umepita cross border, sema mke wangu wallahi leo ninachelewa, jua mama alikuwa na story nyingi bwana amenichelewesha. Wewe unaona kujistiri, kumbe wakatika ndani kwa ndani. Ni nadira. Ndio waambia wewe alama ya mke mzuri, ukitaka kumuoa mke wako ni mzuri, yo akiona ni kaseti wataanza. Ni ule kila siku akuulize umempigia mamako simu, umemuuliza umezungumza na mama asemaje, endelea vizuri, umenisalimia na mimi, huyo ndiye mke. Lakini mke asokutajia wazazi wako hata siku moja, huyo ndiye wale basofurahia kutajiwa wazazi. Kama hutaki, ukisikia hii anza sasa. Mume wako akiingia tu, umempekea mama fijili, mpelekea mama tende, aina gani umempelekea? Zile za mbona hukumpelekea kama hizi zetu? Huyo ndiye kwambia mama hapendi mno tende, hata ukampelekea zile za 20 tosha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia msamehe, akamwambia simsamehe. Akamwambia maswahaba leteni kuni, kakusanyeni kuni. Mama uliza kunani? Akamwambia subiri tu. Kukakusanywa kuni. Ya Rasulullah, kuni za nini? Asema tutaka tumchome, afadhali aanze moto hapa hapa, singoje moto wa huko. Ya Rasulullah, mmemsamehe duniani na akhira. Na huku aje mkija sahaba mwambie ya Rasulullah ametamka shahada. Angalia, amekatazwa kutamka shahada. Sababu namna gani? Alikimdhalilisha mama kwa kumtukuza nani? Mkewe. Hatari. Hakikisha wazazi wako, kitu cha kwanza wazazi. Leo kuna watu hawajui kheri yao, mfuko wao kwenda kuwatazama wazazi wao. Wengine wako masafari Ulaya huko, mzazi wake hapa husumbuka, hudhalilika, na yeye una watu wengi wastarehesha. Hata hapa kuna watu sagisha watu, tafuturisha watu, lakini yeye wazazi hataki kujua. Tavalisha watu nini, akimsaidia mzazi hatosifiwa, lakini ule mashallah kwake ufuturishwa kila siku. Muhimu mwanzo, wabda biman ta'ulu. Mtume sallallahu anena kafa bil mar'i ithman, yatosha kuwa ni madhambi kwa mtu an yudhayya man yaulu, kumpoteza ule ambaye kwamba ni familia yake. Wewe ndio unakutazama watu, una familia yako hana uweza, wewe wasaidia wengine, yatosha kuwa ni madhambi hayo. Wazazi wako, anta wa maluka li abika. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema wewe na mali yako ni haki ya babako, bali sharia imesema lau babako hatosheki na mamako, yani mama ameshazeeka na baba bado ngangari, akakwambia mwanangu nataka unitafutie chuma, manake mama siku hizi hawezi tena, licha kipindi viwili hata kipindi kimoja hawezi. Sema baba tena nataka mke mimi. Wewe sharia kwambia lazima na umtolee mahari, lazima. Unaona? Mama atakuwa haradhi na mimi,
Si kila si radhi na wewe yawa si radhi, takufahamu hili. Na nyinyi wazazi mtakamfahamu. Si kila kumwambia mwana mimi si radhi ukifanya mambo fulani itakuwa kweli si radhi. Na Mungu upima ile si radhi yenyewe. Mama wewe hali namna hiyo. Baba bado akazini. Na baba hana uwezo wa pesa lakini afia. Tunao wazee bwana. Wakiinuka kula daku saa 6 waanza mechi mpaka alfajiri. Kwa hiyo mama ikiwa ameshatoa pumzi, lazima wewe kijana usimame kumuozesha, tolee mahari. Na wala useme mama yangu atakasirika. La, ni sharia ndio imekwambia. Ikiwa kumuozesha lazima, je kumlisha, je kumvisha, je kumfuturisha. Kwa hiyo jiulize wewe wawasimamia wazazi wako kiasi gani. Masala mzazi anauweza, haya masala mbali. Hulazimiwi kumlisha, hulazimiwi kumvisha, lakini mzazi hana uweza, ni jukumu lako wewe kumlisha na kumvisha. Ni jukumu lako wewe kumtolea zaka za fitri. Adamu hana uweza, ni jukumu lako wewe kumsimamia mahitaji, matibabu na hili na hili na hili, ni haki yako wewe. Illa kwenye maasiya, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ikija masala sasa, baba sijui ataka kununuliwa pombe, baba sijui ataka kununuliwa kitu cha haramu, hapo baba daka DStv, hayo si mambo ya wajibu kwako wewe. Si lazima kumjibu katika hilo. Baba lazima apate freezer, baba kuna mayai ya mfereji, mtilie mai kumwekea lazima, lakini kumwekea friji hizi ziadati. Kwa hiyo tahadhari isiwe ndio sababu ya wewe kushindwa kuitamka shahada siku ya kufa, ukawa haijulikani jambo gani, kumbe ni dharau likimdharau mzazi wako. Na shukuru ukiwadirika wazazi wako hai na wewe umekuwa mkubwa. Jua sasa kwamba hiyo ndio pepo yako au hao ndio moto wako. Wakati umeenda sana na mada ikali bado sana, lakini insha Allah taala tukipata nafasi, manake kesho tutaingia kwenye mada fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna. Ni kesho tujue, je, kuoa mke wa pili na watatu na wanne ni sunna, ni ruhusa? Na kuoa mke wa pili na watatu na wanne ni faida yetu sisi au faida ya wao? Umefahamu? Sangine mtu ni hasidi yake mwenyewe. Insha Allah taala haya na mengineo tutayasikia kesho. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, tuepushe kila la shari, tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.